kuleta ustawi wa jamii, lakini pia na kukuza jitihada za maendeleo ya jamii. Na mradi huu Mheshimiwa mgeni rasmi ni wa miaka mitano, kwa maana 24 25 na mpaka 28 29. Mradi huu tunautekeleza kwa kushirikiana na wenzetu wa Benki ya Dunia, na mmemsikiza mwakilishi wa Benki ya Dunia ndugu yangu Auni Ali Rahmani alikuja hapa akazungumza, kwa bila shaka mlimsikia. Thamani ya mradi huu, nazungumza pesa sasa. Thamani ya mradi huu Mheshimiwa mgeni rasmi ni dola za Kimarekani milioni 104, ambao ni takriban shilingi bilioni 262. Kwa hiyo ni pesa nyingi. Na malengo mahususi ya mradi huu Mheshimiwa mgeni rasmi ni yafuatayo. Kwanza, kutoa mikopo ya masharti nafuu kwa wanawake hasa waishio vijijini. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye risala ya wanawake wa Geita ambao bila shaka wanawakilisha wanawake wengine nchini, walikuambia pamoja na mambo mengine wana changamoto kubwa ya mitaji kwenye shughuli zao. Lakini jana Mheshimiwa mgeni rasmi ulinituma nikazungumza na kina mama wachimbaji wa madini kupitia chama chao wanaita TAWOMA, na wenyewe walizungumza mambo mengi, lakini mmoja akasema ukisahau mingine yote usisahau tuna changamoto ya mitaji. Mradi huu Mheshimiwa mgeni rasmi ni sehemu ya majawabu ya changamoto hizo, kwa maana utaenda kuwezesha upatikanaji wa mitaji kupitia mikopo ya masharti nafuu kwa wanawake waishio vijijini. Lakini tuna lengo lingine Mheshimiwa mgeni rasmi, ambayo ni kujenga vituo vya kulelea watoto wadogo mchana kama 200, sio kama vituo hivi 200, vikiwa ni vituo 184 kwa Tanzania bara na vituo 16 kwa Zanzibar. Na vituo hivi lengo lake Mheshimiwa mgeni rasmi ni kuwawezesha kina mama lakini pia na familia zetu kujikita na shughuli za uzalishaji mali, huku wakiwa na uhakika watoto wao wanalelewa vizuri, wako salama. Tutaenda pia Mheshimiwa mgeni rasmi kwenye mradi huu kuwajengea wanaume uwezo wa kuwa vinara wa kutokomeza ukatili wa kijinsia. Ndugu yetu wa sasa kiraia Bwana Yasini alituasa hapa akakuomba kwamba hili nalo tulivalie njuga. Kwa tayari lipo Mheshimiwa mgeni rasmi, na kwenye mradi huu tunaenda kuongeza jitihada ya kuwashirikisha wanaume katika utokomezaji wa ukatili wa kijinsia. Mradi huu Mheshimiwa mgeni rasmi pia unalenga kujenga uelewa wa jamii kuhusiana na mabadiliko ya mila, desturi na tabia, lakini kuimarisha huduma za msaada wa wahanga na waathirika wa ukatili wa kijinsia, kwa maana ya msaada wa kisaikolojia na msaada wa kijamii. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi tunaenda kujenga pia nyumba salama 10, nyumba salama zile ambazo mtu ikiwa kwa sababu moja ama nyingine anashindwa kukaa nyumbani kwa sababu ya hali ya ukatili na vitu kama hivyo, basi zitakuwepo. Tunalenga Mheshimiwa mgeni rasmi kupitia mradi huu kujenga ama kukarabati ofisi 40 za maafisa maendeleo ya jamii na maafisa ustawi wa jamii. Hawa Mheshimiwa mgeni rasmi, watendaji wako wao wanafanya kazi nzuri sana, lakini wakati mwingine wanakuwa hawana sehemu ya kufanyia kazi. Kwa hiyo pamoja na jitihada zingine zilizopo za serikali, kupitia mradi huu tunaenda kujenga ama kukarabati ofisi 40 za maafisa wetu hawa. Na mwisho tunaenda kuimarisha utendaji kazi kwa kuwajengea uwezo wataalamu wa serikali, wakiwemo maafisa maendeleo ya jamii, maafisa wa ustawi wa jamii na wahudumu wa afya ya msingi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu utatekelezwa katika mikoa 10. Mikoa hiyo ni Mwanza, Arusha, Geita, mbona Geita mjasikia vizuri? Geita, Singida, Simiyu, Mara, Kagera, Shinyanga, Tabora na Rukwa. Na katika mikoa hii tutaangazia au tutaenda kwenye halmashauri 40 kwa kila mkoa.
kwa hapa Geita, halmashauri ambazo tutazilenga ni Geita yenyewe, Nyang'hwale, Chato na Bukombe. Ndugu mgeni rasmi, utaona kwamba mradi huu sasa utaenda kuongeza au utaenda kuchagiza hatua ambazo tayari zipo katika kuhakikisha kwamba tunakuza jitihada za uwezeshaji wa wanawake kiuchumi, lakini pia na kutokomeza ukatili wa kijinsia. Hivyo mradi huu utatuwezesha kwa namna ya pekee kukuza hatua za kuongeza ustawi wa jamii, lakini pia na kukuza masuala ya maendeleo ya jamii.